Are we there? Biblia inasemaje? What does the Bible says? Hallelujah. Are we there? Yes. Kindly read, Tusomee. What does the Bible says? Verse 18 and 19. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, verses 19, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. This is another year, another month. Of January. Of February. The last Sunday of January of February. This is the shortest month. Amen. Amen. And this is a different day, not like yesterday. This is the new year with the new order. Things are done in another way. This is a new year with the new people, with the new mind, with the new mind. Hallelujah. Amen. And the new dreams. Praise the Lord. Amen. 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 This huge army is marching forward. Over the houses, King of Kings in our hands. It is the year of new hope, a new faith. Amen. And is shifting us, repositioning us. Place of original divine. The same verse we read from the book of Isaiah chapter number 61. The Bible speaks about the right vision, the right time, happiness. We lost our marriages. We lost is the year of from harmful connection. And because he is connector of all the connection, connecting you to be in this church. And not only in this church, seated at the chair, wearing that cloth. Not only that cloth, having that style of saloon where you went, and your hair is the way it is, and the new offices in every preacher, to be instrumentalist, to be a prophet, to be apostle, to be the teacher, the pastor. We have fivefold ministries: pastoral ministry, teaching ministry, apostolic ministry, prophetic ministry. God has given each and every one. We are rich. Amen. But we've never realized the calling we have. It is a time to stick from God together with obedience. You have to obey to come early in the morning as an intercessor, because that is your calling. We have to stick this year to our calling. God is disconnecting us from bad connections. The connection of, unfaithfulness, God is disconnecting us. Because when He connects you with the right people, the families will rejoice. As you can see, this mama is very happy, rejoicing with his family. This is marriage. God is going to restore. Relationship leading to marriage, God is going to restore. Grace to choose the right partners for marriage, God is going to restore. Families are being united. No fatherless or motherless. Families and their children are being reconnected and reconciled by God. Even the business, for them who are going to do the business, God is going to find the right partners to partner with you in order for your business to succeed. We read the history of KFA. KFA tried 1,008 times
looking person to partner with him so that he can do his business. But he failed. He never saw anybody who would help him to partner with him. But 1,009 times he found somebody, and that person agreed to give the money so that he can start his factory. And today, KFA is everywhere. Hallelujah. Give up. Turn to your neighbor and tell your neighbor, never give up. This is not the year of giving up. This is the year of raising up. Praise God. So, for those who aspire to do businesses, God is going to give you, to connect you with the right people, the right businessmen and businesswomen who are going to help you to carry your vision. To the governors, God is going to connect us with them so that we can preach true gospel to them. Hallelujah. Praise the Lord. Because even the governors, those who are governing the country, if they don't have the fear of the Lord, if they don't have the word of God, then the country will suffer. But this is the year to be reconnected together with those governors, MPs, those MCA, those government officials, for them to hear the word of God. God is going to use us. God is going to tell your neighbor, you are the person God is looking to use. Hallelujah, church. Because God himself knew you before he called you. Hallelujah. So you don't need to complain. You need to compliment. Hallelujah, church. God brought you in this church with a reason. And after accomplishing that reason, that vision, that mission, that commitment, God is. Amen. Hallelujah. And he is appointed. God will do it until he tells you. Praise God. Remember, Moses are purposely to lead the children of Israelites to the promised land. Even though there was so many discouragements, he could not stop the purpose of God in his life. Finally, he took the children of Israelites to where them to be. Where are you going now? What have you done? Which achievement have you achieved here? In this location, in this sub-count. Hallelujah. The right rich feed the spirit. God who feeds us with the physical food is also God who feeds us with the spiritual food. And if you don't balance your diet, maliciousness will find you. Amen. You should balance. Even the Bible says, kuwa na kiasi. Hallelujah. Kila kitu kuwa na kiasi. Ukienda kuongelea, kuwa na kiasi. Hallelujah. Ukianza kukula, kuwa na kiasi. Ukianza kuchelewa kuja kanisa, kuwa na kiasi. Usikuwe kila siku wengi wanaingia kwa mwisho kwa kanisa. Something is eating you. Eating. Na sio ile ya eating, kwa na maana yake. Eating. Kila neno liko na maana yake. Amen. Touch your neighbor, tell your neighbor, huu mwaka wewe sio vile ulikuwa mwaka ulio. Wale ambao wanaongoza, sometimes they don't go to the church, but chiefs, assistant chief, MCS, MPs, governors, God is going to connect them with the right pastors. Some pastors are misleading them. Corruption inaendelea kwa makanisa kwa sababu hata that is how, amen, wale watakao wanahesabiwa sifa. Mungu huwa anaunganisha, amen, na pia kudisconnect ni anawatenganisha ukiwa na kusudi. Wanahesabiwa sifa. Geukia ile karibu. Usiniache.
Mungu alituunganisha kukiwa na sababu ya kumsifu, sababu ya kumwabudu na sababu ya kumuinua. Haleluya. Kumbuka wana wa Israeli. Musa aliambia wana wa Israeli vile Mungu alimwambia. Lakini wana wa Israeli waligive up. Pengine unaweza kuwa hapa na mwaka uliopita. Mwaka na tufitu kidogo. Haleluya. Huu ni mwaka wa kupush. Ambia mwenzako push. Mwambie push. Wajua katika huu mlango ambao mnaona hapa. Huu mlango kuna mambo mawili ambao unaweza kuyafanya ili uingie katika hiyo nyumba. Namba 1. Huu mlango ukiachwa ukiwa hujafungwa, ukiwa umewekelewa tu, wewe ukuje upande ya kwamba huu mlango ni kama umefungwa, na usimame hapo na ukae. Si utachoka? Utafanya nini? Utakaa na uegemee nini? Huu mlango. Utaona mlango umefunguka. Kumbe mlango huko umefanya nini? Umefungwa. That's why you find us this year. Amen. You need to apply a very little power, little force. Sababu mtu ameengemea na mlango umefunguka. Aliambiwa kuja, akakuja akapata geti hiyo imefungwa. Akakaa chini, akasimama, akachoka kusimama. Alipochoka kusimama, akaamua kufanya nini? Kuegemea mlango. Kuegemea mlango ukafunguka. Kumbe mlango hauko umefungwa. Sometimes baraka zetu need to force. The government leaders then the right people who are going to lead them. In Genesis chapter 50 verse 20, the Bible says, "You intended to harm me, but God intended to accomplish what is now being done, the saving of men's life." The servant of God, Joseph, who was sold by his own, sold him with that intention. But God allowed him with intention. So the word is bad. He intended to harm me with them. No, he intended to do it. That is something with the bad intention. But God did not, and He chose you because you outnumber other people. You were the smallest nation on earth. Israelites were the smallest nation chosen by God because they were very mighty. He sent you by His great might, and He sent you. He never brought. They are powerful, but the term because we lost many businesses, we lost many health. Is gospel. Yes, you were never retained by, but because of our church. First Kings 15:4, that is 5 verse 4. The Bible says, "But now God has given me rest on every side, and there is no adversary or disease." God has granted you rest in every corner of your life this year. Amen. This message you through. Utakuwa na amani. Shida ikitokelezea kaskazini mashariki, you will have rest. Second book, and that's why you see this man, even though ana meno, ako na furaha, ako na amani. Mama amezeeka na bwana amezeeka, lakini wako chonjo, wako na furaha. Hallelujah. The book of 2 Chronicles chapter 20 verse 15, the Bible says, "And he said, listen, do not be afraid, for the battle is not yours." Hiyo ingine malizia, but battle is not yours. Kila mtu was out. Because the battle is not yours, but God. But God. People will arise against your faith.
arise against your pastor. People will arise against your bishop. People will arise against your husband. People will arise against your wife. Your business. But remember, God will fight for you. Amen. Hallelujah, church. Amen. Your boss will rise, but God shall fight for you. Amen. This is not the year of me fighting. It is the year of He fighting for me. Huu sio mwaka wangu wa kujiangalilia, ni mwaka wangu wa kuangaliliwa. Hallelujah, church. That's why Psalm 73 verse 26, the Bible says, my flesh and my heart may fail. Yeah, sometimes you cannot stand on your own. You are finished. You'll have problem. Jonah chapter 2 verse 6 says, to the roots of the mountains I sank down, the earth beneath me in from the pit. Last year people put you in such a situation where you could, and He said, let us say, hallelujah. You see, there was conversation between these brothers and chosen one person, Joseph. When they decided to kill him, he told them, instead of killing him, let us put him in the hole. He knew when they would have gone, he would come back and remove his brother. Today I was coming and three, you see, gave them my document, my CAN document. Information, not any office. Sasa unaona imeisha. Sasa utafanyaje? They are watching me. I don't. They are watching me. Yes, imepita. Makosa, but inakuja. Unajua sasa hivyo. Nikawaambia you are wasting my time. Kama nikichukua ngari chukueni mwende nayo mtaanza kuniongelesha. Na sasa amesema siturudi tuende station. Kwa hapa wanajua. Kauliza wapea pesa itakuwa renewed. Maybe you are wasting. Will this solve your problem? I gave them to pay back to me now. But among three in your life. Hallelujah. Amen. Then put him in the pit. I will come and remove him and save his life. God, because destiny destroyers, they will never see any positive part of your life. Ever they will see negative part. Because kuna askari moja alikuwa anaongea. Kwanza akaniambia, I was clear that my flesh. 1926. Jesus looked at them and he said, with man, you have your plans. You don't think they killed the author of life. Aha. They killed the life. Who is the author of the life? Jesus. Wakamusu. Lakini Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Hayumo tena kaburini. Yesu wako hajakufa. Yesu wako anaishi. Hapana kulia. Huu sio wakati wa kwenda kwa maombi na kuanza kulia. Huu ni wakati wa kucheka. Haleluya. Ni wakati wa kufurahia. Ukiachishwa kazi, unacheka. Na boss, unamwambia, God bless you my boss. Haleluya. Huu sio mwaka wa kupembelezana na boss. Haleluya. Mwaka wa kutii. Ukiambiwa toka, unatoka kwa sababu maisha yako haiko pale pale. Maisha yako iko kila mahali. Haleluya. Wakikutupa kaskazini, Yesu yumo pale. Wakikutupa mashariki, Yesu wako pale. Wakikutupa magharibi, Yesu yuko pale. Ukipigwa transfer uende Hindi, hako pale.
uwezo wa kupea mwanadamu hai. Sipembelezane na wakubwa wako, sababu hata aliye juu mbinguni anajua. Haleluya. Kuna haja ya kulala ukilia. Fikiria yale uliyotenda jana. You waste your energy thinking what people did in your life. They did. You cannot reverse your past. Amen. Your future is open. Hallelujah. Nothing has gone wrong in your life. There are so many right things in your life. Oh, yes. Praise the Lord. Don't despise your beginning. The Bible says He is the holder of life. Amen. They killed Jesus Christ, the holder of life. But on the third day, makaburi ya wafu waliokufa watakatifu ilipasuka na simba wa Yuda alitoka. Haleluya. Simba wa chini mahali Juda Iscariot alikuwa, na akaenda kuhubiri pale. So alipoteremka kwenda kuzimu, watakatifu walikutana na yeye. Hakutumwa kwa wenye dhambi, alitumwa kwa watakatifu. And the graves were open, and the righteous, and Jesus came, and He preached the gospel to death. On the third day, He resurrected. Remember, before they killed Jesus Christ, kabla ya hawajamuua, waliandika kwa chini, wakaandika the King of Kings. Na walipomaliza kuandika katika msalaba, wakampeleka katika mlima juu, wakamweka juu, kila mtu amuone akiwa uchi. Ama dhambi imekuweka uchi, hauoni ukiwa mtu kwa sababu ya maovu umeyafanya, tendo ambayo imefanyika katika ndoa yako, katika familia. Biblia inasema ya kwamba alipowekwa pale msalabani, kila mtu aliweza kumuona. Na sasa wale walimkataa, kukawa kumeandikwa King of Kings, na walikuwa wanasema sio King of Kings. Na wakakosana wakisema, kwa nini mliandika King of Kings? Ikawa ni ngumu kwenda kutoa. Na today karibuni Yesu anaenda kukuinua, na akikuweka juu hakuna anayekuweka chini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu First Book of Corinthians chapter 2 verse 10 inasema ya kwamba eye has not seen, neither ear has heard the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit. Mungu acha nikwambie, watu wanakujua saa hii, kesho yako Mungu ndiye anajua. Yes. Watu wanaweza kuwa na kudharau kwa sababu unaishi mahali unaishi. Unalalia kitaka, unalalia. Unaendesha gari, unaendesha fake. Mavazi ambayo ni ya mitumba. Kiatu ambayo ni ya fake bob. Na tena una bageni na kuwa fongo. Mavazi yako ikihesabiwa pesa ni 20 bob. Hata hearing. Hata ukienda saluni unaanza kubageni, unaambiwa 200, unasema kuna 150. Ukienda kioski ukunywe chai, unasema haina maziwa ya kutosha, iko 20 bob, unataka iuze 15. Ni kwa sababu maisha haikupei chenye unataka. Life gives you not what you want. Hapa Biblia inasema lakini Mungu ako na ufunuo mkubwa sana katika maisha yako. Watu hawajui kesho. Leo wanakudharau, hawana shida. Ni kwa sababu hata wao hawana ufunuo wako wa kesho. Wakijua huyu ni Yesu, wakijua ni mwana wa Mungu, wakijua ni boss, wakijua ni nani, hawangemtendea waliomtendea. Yusufu ni shadow ama kufuli ya Yesu. Yesu aliuzwa kama vile Juda, that is Yusufu aliuzwa. Yesu aliwekwa katika shimo kama vile Yusufu aliwekwa. Na Yesu aliwasamea watu kama vile Yusufu aliwasamea watu ndugu zake. Hallelujah church. Amen. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba watu hawana shida na wewe, watu hawana shida na ile kitu Mungu ameweka ndani yao. Yes. Yesu ndiye shida kwao.
Kwa sababu hawapigani na wewe, wanapigana na ile kitu Mungu ameweka ndani yako. Lakini ako na shida na kile kipawa ameweka ndani yako. Devil has no problem with human being, but the devil has a problem with what God has installed in your life. So don't fight people, fight the devil. Watu wakikusema usikasirikia watu, pambana na shetani. Na usipambane na shetani direct, wacha Yesu apambane na shetani. Kuishi kwako ni Yesu. Haleluya. Waachana na watu, heshimu watu. Hata walevu muheshimu. Kesho utapata pale akihubiri injili na amekuwa mtume. Wajulisha kwamba you know kama hiyo, lakini ile ambayo Mungu amekusudia ulale, wewe ujui, Mungu ndiye anajua. Corinthians chapter 10 verse 13 says, no temptation has overtaken you except such as, but God is faithful. Sema but. God who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Amenipigia hiyo in Kimpolist. Tukisikiza testimony zenu. Hallelujah. Verse 11 says, those people, Mungu alikuosha, Mungu alikusamea. In the passion of our flesh, following the desires of the body and the mind. But God, who is rich in mercy, in them are alive together with Christ by grace. Hallelujah. Wewe unajua Yesu, utamuinua Yesu. Hallelujah. Sababu saa hii umekaa mbinguni na Yesu Kristo. Tuko na mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Jana na leo tumekuwa katika mission ya the open heaven. That is the message of next time.